Bana, kuelekea kwenye Mzizima Dabi, moja kati ya mechi ambayo ni kubwa haswa na ni mechi ambayo ni muhimu sana kwa pande zote mbili, kwa sababu timu zote zinahitaji kufanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania Bara, lakini pia kama hiyo itoshi, timu zote zina uhitaji ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara na zote zina nafasi nzuri ya kuelekea kwenye ubingwa kutokana na namna ambavyo timu zote zinaonekana zipo, kutokana na namna ambavyo timu hizo zina ubora wa hali ya juu kuanzia kwenye benchi la ufundi, lakini mpaka pia kwenye aina ya wachezaji wa vikosi vyote viwili, nikiwa namaanisha kwamba Mzizima Dabi ambayo inakwenda kupigwa kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya Azam FC. Sasa Azam FC wao ndio wenyeji wa mchezo na mchezo wenyewe wamebakisha pale kwenye dimba la Azam Complex. Sasa kuelekea kwenye hii mechi kuna mambo mengi ambayo tayari yameshaibuka. Mambo mengi ambayo tayari yameshaibuka. Pia tumeweza kuona kwa namna ambavyo pia mipango ilivyo mingi haswa nje ya uwanja, hususan kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Bana, hujuma na fitna kwanza ambayo tunaweza kusema kwamba Azam FC wamefanya ni kupandisha viingilio vya mzunguko na viingilio pia vya maeneo yote kwa gharama kubwa. Pengine sijui hapa ni mafuta imesababisha issue, je ni kwamba petroli imeleta kidhadha ama shida ni nini? Bana, Azam FC ni kwamba wamepandisha gharama za kuingia uwanjani, hususan kwenye mzunguko wameweka kiasi cha shilingi 15,000, lakini pia mzunguko mwingine tumeweza kuona pia wamepandisha fedha, na hii ni kuelekea kwenye dabi ya Mzizima, moja kati ya mechi bora hasa. Sasa pengine labda ukubwa wa hadhi ya mechi ndio ambao umefanya waongeze kitita hicho cha fedha, ama la, unaweza ukajiuliza, lakini pia usipate majibu ambayo ni sahihi. Lakini pia ukiangalia kwamba wao ndio wenyeji wa mchezo, wanastahili pia kuweza kupanga kiasi ambacho wanaweza kuamua kwamba mashabiki wakaingia uwanjani, lakini ni kitu ambacho kidogo kinaonekana kwa si cha kiungwana, ama kinaonekana pia si kizuri kwa namna moja ama nyingine, kama endapo tutakuwa tunawatenga mashabiki hawa kwa kiasi kikubwa sana. Sidhani kama huu ni ukaribu wa timu pamoja na mashabiki. Sasa ukiangalia hapa namna ambavyo hili swala lilivyo, unaweza ukawaelewa Azam FC kama timu ya nyumbani, lakini pia ukifikiria kwa kina zaidi unaweza ukaona kwamba Azam FC hawapo sahihi. Kwa hii ni kama kuwakomoa mashabiki, hususan wakiamini labda pengine mashabiki wengi uwaga wanaokuja kusupport timu hizi kubwa za Kariakoo ambao ni Simba na Young Africans, labda pengine wanaamini kwamba Simba labda akifanywa hivi ataweza kupata matokeo. Lakini kwangu mimi naweza nikasema kwamba pamoja na kuweka kiingilio hichi kikubwa hasa ambacho kinaumiza mashabiki, ni kitu ambacho pia kwa upande wa Azam FC walipaswa kukitazama pia. Najua Azam FC ukirudi nyuma tu kidogo hapa majuzi kati, mzunguko kwenye uwanja wa uwaga ni shilingi 3,000, haijafika hata shilingi 5,000. Sasa pengine tunaweza kusema kwamba kutokana na ukubwa wa mechi yenyewe, ama wanaona kwamba ndo njia sahihi ya kuwakomoa mashabiki wengi wa Simba Sports Club wasiweze kufika uwanjani. Lakini yote kwa yote, sisi tunatamani kueleza kuona mbungi ikipigwa pale kwenye lile dimba ambalo tunaamini kabisa ni dimba ambalo Azam FC wamelizoea. Tunajua namna ambavyo mpishano ulivyo pale juu kwenye nafasi ya pili kati ya Azam FC pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba. Tunakwenda kuona bato kubwa haswa, hususan kuanzia kwenye eneo la kiungo, na tumemsikia kabisa afisa habari wa kikosi cha Azam FC Yashimwibwe, yeye akisema kwamba Simba wasitafute kisingizio chochote kile, manake yote wanaona kwamba inawezekana vizuri kabisa kwao kuweza kupata matokeo kwenye huu mchezo. Ndio maana amekuwa akizungumza kwa kujiamini haswa. Lakini kwa upande wa mashabiki wa Simba na Simba yenyewe, mimi naamini kabisa kwa kuwa wao ni timu kubwa, nao pia wamejipanga vizuri kuelekea kwenye hii mechi
ya Mzizima Dabi, na Simba wanaingia kwa kujiamini kutokana na namna ambavyo kikosi chao kimebadilika pia kwa siku za karibuni, kwa namna ambavyo wamefanya maingizo mapya. Lakini yote kwa yote, kwa upande wa timu ya Azam FC, kumbuka wao walishinda mechi ya mzunguko wa kwanza, na miaka hivi karibuni wamekuwa wakiwanyanyasa sana hawa wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hii inakwenda kuwa ni mechi ya kuulizana maswali kimbinu, pia kuanzia kwenye benchi la ufundi. Upande wa kocha Steve Barker, moja kati ya kocha ambaye tayari ameshaonyesha uwezo wake kwenye ardhi ya Tanzania akiwa na kikosi hichi cha Simba Sports Club. Sasa mbinu zake zitakwenda kutumika haswa kwa siku ya kesho ndani ya dakika 90. Tutakwenda kujua namna ambavyo atakwenda kumoutshine kocha wa kikosi cha Azam FC Florent Ibenge, na kwamba Florent Ibenge ni moja kati ya kocha ambaye ni bora mkubwa haswa kwenye ardhi ya Tanzania na kwenye bara la Afrika. Ndio maana tunaona kitu kama hicho kinaonekana kwa upande wa Azam FC kwenye kuonekana kupata matokeo ambayo ni mazuri, pia hata kwenye nafasi ya msimamo mwa ligi tunaona kwa namna ambavyo walivyo kwenye nafasi ya 3, maana kwamba hii inaonyesha kwamba ni moja kati ya timu ambayo imejipambanua vizuri. Sasa tusubiri kuweza kuona labda pengine kwa upande wa timu ya Azam FC ndio ambao wanaweza wakapata matokeo kulingana na siku za karibuni, namna ambavyo wamekuwa na mabadiliko makubwa. Lakini kwa upande wa kocha Florent Ibenge ana uwezo pia kwa tuni vijana wake. Lakini kwa upande wa Simba shughuli wako nayo kweli kweli, hususan kwenye eneo la kiungo wanakwenda kukutana na Azam FC ambao ni bora haswa kwenye eneo la kiungo. Lakini pia kwenye safu ya ulinzi ni moja kati ya safu ya ulinzi ambayo imeruhusu mabao machache zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa ni eneo ambalo Simba watakuwa na wakati mgumu sana kuweza kupita eneo hili la safu ya ulinzi ya kikosi cha Azam FC. Lakini pia Azam FC na wenyewe pia wanakwenda kukutana na Simba ambao ni imara zaidi ya namna ambavyo walikutana nao katika mzunguko wa kwanza. Bana, shukrani sana. Hakikisha una subscribe channel yetu ya Gift Online TV. Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA, ndo la kwangu jina. Bye bye.